Ahmed, ndani ya wiki moja Simba amefanikiwa kufuzu ndani ya nusu fainali mbili, bado anajenga kikosi ya nusu fainali mbili. Ni jambo la kumpongeza Mwalimu Fadlu na vijana wake. Haijakuwa nyepesi hata kidogo. Nusu fainali ya kombe la shirikisho, nusu fainali ya kombe la shirikisho jingine la CRDB ni mwendelezo chanya wa kikosi chetu. Bado hata kama tukichukua ubingwa Simba wa michuano yote ambayo tunashiriki, bado haiondoi ukweli ya kwamba tunajenga. Na leo umeona mwalimu amemintroduce kijana mdogo kutoka under 20, maana yake anaendelea vile vile kujenga timu yake kwa kutanua wigo wa kuchukua vijana kutoka timu za vijana za Simba. Kwa hiyo yote hiyo bado ni mapitio ya kuendelea kujenga timu. Kwa hiyo hata kama tunachukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC, ubingwa wa kombe la CRDB, ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika, bado ukweli hauondoki ya kwamba tunaendelea kujenga timu. Tofauti ni kwamba sisi ni timu kubwa. Huwezi kujenga timu ukiwa unashika nafasi ya 5, ya 6, ya 7 kwenye ligi, ama umeondolewa kwenye hatua za mwanzo za CRDB. Unajenga timu huku unapigania malengo ya klabu, kwa sababu mashabiki hawatakuelewa unajenga timu huku unashika nafasi ya 8. Kwa hiyo wakati unajenga timu huko unafanya vizuri. Mchezo wa robo finali hauwezi kuwa mchezo wa daraja la chini. Mbeya City ni timu ambayo ina wachezaji top class, wakina David Mwasa, wakina Peter Mwalianzi, wakina Mudathir, ni wachezaji wa kiwango cha hali ya juu mno. Joshua Mutale kufunga kwenye mechi yenye wachezaji wa namna hiyo, maana yake kuna kazi kubwa amefanya. Lakini ukimwangalia Joshua unaona kuna improvement kutoka mechi moja hadi mechi nyingine. Ni ukweli kwamba hajaanza vizuri tangu amekuja Tanzania. Hasa mwalimu anamtafutia mechi za kwenda kumpa confidence. Tumeona mechi iliyopita hapa na Bigman alifanya vizuri kwenye kombe hili la shirikisho na akawa mchezaji bora. Mechi ya leo tena amecheza vizuri, amefunga goli zuri. Kwa hiyo unaona anapata confidence mechi hadi mechi. Maana yake ni kwamba ikifikia point mwalimu akiridhika na kiwango chake, atakwenda kumpa mechi zenye ushindani na mechi zenye pressure kubwa zaidi, kwa sababu tayari atakuwa amesharidhika na ubora wake.